Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Rais Putin asema watu wa magharibi hawaielewi Russia. Rais Vladimir Putin amesema baadhi ya watu katika nchi za magharibi hawaielewi Russia, lakini amesisitiza kuwa ukweli huo hauwezi kutatiza hata kidogo ustawi na maendeleo ya nchi hiyo. Rais wa Russia amesema hayo wakati wa mkutano wa bodi ya usimamizi ya kundi la Movement of the First, ambalo ni shirika la Russia la kutetea maslahi ya watoto na vijana. Putin amesisitiza kuwa kuna watu katika nchi zinazoitwa za magharibi ambao hawaielewi Russia, lakini hii haitatuzuia kuishi na kujiendeleza. Hii inapasa tu kutupa motisha kuongeza idadi ya watu wanaotuelewa na wanataka kuishi nasi kwa amani na urafiki. Rais wa Russia ameeleza bayana kuwa lengo kama hilo linaweza kufikiwa tu kwenye kufanya kazi kubwa kwa pamoja na kushirikiana, hususan na tabaka la vijana. Amesisitiza kuwa mafanikio yanatungoja katika uga huu ikiwa tutafanya kazi kwa bidii na kwa ufanisi na vijana, watoto na mabarobaro ambao wanaunda msingi wa mustakabali wa nchi na kuthamini nchi hii. Putin ameeleza kuwa Russia inataka kuona watu wengi zaidi duniani wanaielewa Russia na wanafanya kila wawezalo ili kuishi kwa amani. Amesisitiza kuwa pamoja na kuwa baadhi ya watu kwenye nchi za magharibi hawana ufahamu kuhusu Russia, lakini hilo kamwe halitazuia hata kidogo harakati za ustawi na maendeleo ya nchi hiyo. Vile vile, Marekani na Ulaya zimeshindwa kukabiliana na changamoto za kimataifa. Mark Rutte, katibu mkuu wa NATO, amesisitiza juu ya umoja wa pande mbili za bahari ya Atlantic na kusema kuwa changamoto za kiusalama duniani ni kubwa kiasi kwamba Ulaya na Marekani peke yake haziwezi kukabiliana nazo. Rutte amesema hayo Jumatano Machi 26 akiwa safarini Warsaw, mji mkuu wa Poland, kwamba acha niwe muwazi kabisa, sasa ni wakati wa kufanya mambo ukiwa peke yako, si kwa Ulaya wala Amerika Kaskazini. Changamoto za usalama duniani ni kubwa mno kwa yeyote kati yetu kukabiliana nazo akiwa peke yake. Sisitizo la afisa huyo mkuu wa NATO juu ya ukweli kwamba Marekani na Ulaya peke yao haziwezi kukabiliana na changamoto za kiusalama duniani linaonyesha kuwa kambi ya magharibi kwa ujumla haiwezi tena kukabiliana na changamoto za kimataifa kama ilivyokuwa zamani, kutokana na mabadiliko makubwa yaliyotokea ulimwenguni na hasa kufuatia kuibuka kwa madola mapya yenye nguvu kimataifa, hasa China na Russia. Nchi mbili hizi zimesisitiza mara kwa mara na azma yao ya kuanzisha na kuendeleza mfumo mpya unaozingatia maslahi ya pande kadhaa duniani, na wakati huo kupinga sera za upande mmoja za Marekani dhidi ya mataifa mengine. Marais Vladimir Putin wa Russia na Xi Jinping wa China wanachukulia juhudi za kuunda ulimwengu wenye kuzingatia kambi moja ya nguvu duniani kuwa jambo lisilokubalika kabisa. Hii ni katika hali ambayo baada ya kuchaguliwa tena Rais Donald Trump wa Marekani, mpasuko unaoendelea kati ya pande mbili za bahari Atlantic kwa mara nyingine unazidi kupanuka, ambapo tofauti kati ya Marekani na Ulaya katika nyanja mbalimbali za kiusalama na kijeshi, kiuchumi na kibiashara na nyinginezo, likiwemo suala la mabadiliko ya tabia nchi, zinaongezeka kila siku katika nyanja ya usalama na kijeshi. Suala kuu kati ya Marekani na Ulaya ni ukosoaji wa Trump kuhusu hali ya sasa ya NATO na wanachama wa Ulaya wa shirika hilo la kijeshi, pamoja na takwa la kutengwa 5% ya pato jumla la uzalishaji wa nchi hizo badala ya 2% kwa ajili ya bajeti zao za kijeshi na kiulinzi. Kwa kuongezea, Trump waamini tena kuendelea Marekani kudhamini usalama wa Ulaya, na hata alisema karibuni kwamba nchi za Ulaya, kinyume na madai yao, zimetoa pigo kubwa kwa nchi hiyo kuliko maadui zake. Mbali na masuala hayo, mtazamo wa Trump kuhusu vita vya Ukraine na ulazima wa kuvimaliza haraka iwezekanavyo kupitia mapatano na Russia kumeibua hasira kali miongoni mwa nchi za Ulaya wanachama wa NATO, hasa kwa vile kimsingi Trump amechukua hatua kuhusiana na vita vya Ukraine bila kuzingatia maoni na mitazamo ya nchi za Ulaya ambazo ni wanachama wa NATO, hususan Ujerumani, Ufaransa na Poland. Katika hali ambayo kwa mtazamo wa Ulaya Russia ni tishio kwa usalama wa nchi za Ulaya, utawala wa Trump umechukua msimamo tofauti kuhusu swala hili na kimsingi unakanusha tishio la usalama kwa Ulaya kutoka Russia. Kwa mantiki hiyo, Februari 2025, JD, makamu wa rais wa Marekani, alisema katika mkutano wa usalama Munich kwamba kwa mtazamo wa Marekani, tishio kubwa zaidi kwa usalama wa Ulaya halitokani na Russia wala China, bali linatoka ndani ya Ulaya yenyewe. Haya yamezipelekea nchi hizo kufikiria namna ya kuunda nguvu yao huru ya kijeshi. Juhudi nyingi za Ulaya bado zinafanyika katika mkondo ule ule wa zamani wa kugawana gharama za mzigo wa usalama. Hatua hizi ni pamoja na kuongeza ushiriki wa Ulaya katika kudumisha ahadi za Marekani za kudhamini usalama wa Ulaya,
Ingawa kwa mtazamo wa Marekani inayoongozwa na Trump, licha kuwa msimamo huo wa Ulaya upo kwenye mwelekeo sahihi, lakini bado unapuuza swala la msingi. Kwa hakika Marekani haitaki kuendelea kuwajibikia usalama wa Ulaya, si kimaadili, kifedha wala kijeshi. Trump anaamini kwamba nchi za Ulaya si tu zinapaswa kuchukua majukumu zaidi, bali zinapaswa kujibebea zenyewe mzigo wao wa usalama. Katika hali ambayo Trump anawashinikiza wanachama wa Umoja wa Ulaya wa muungano wa NATO ili waongeze bajeti yao ya kijeshi, na wazungu kuwa na shaka kuhusu kujitolea kwa Marekani kwa shirika hilo la kijeshi, katibu mkuu wa NATO bado anajaribu kuanzisha maelewano na maridhiano kati ya pande mbili za Bahari Atlantic. Katika uwanja huo, Mark Rutte amesema kuwa kwa sasa hakuna mbadala kwa NATO, na katika hali ambayo nchi za Ulaya zinajaribu kupunguza utegemezi wao kwa Marekani, amesema Ulaya inapaswa kujua kwamba mjomba Sam, yani Marekani, bado anaiunga mkono, nayo Marekani inapaswa kujua kwamba washirika wake katika NATO wanaimarisha uwezo wao na kutekeleza majukumu yao bila kusita wala kuzembea. Amesema hakuna kitu kinachoweza kuchukua nafasi ya mwamvuli wa nyuklia wa Marekani ambao ni mdhamini mkuu wa usalama wetu. Anasema kwa mujibu wa mapatano ya NATO, shambulio dhidi ya mmoja wa mwanachama ni sawa na kushambuliwa wanachama wake wote. Licha juhudi za katibu mkuu wa NATO, mwelekeo na ukweli unaonyesha kuwa migawanyiko inayoshuhudiwa katika muungano huo wa kijeshi si ya kupita tu, bali itaongezeka katika muhula wa pili wa urais wa Trump. Ni wazi pia kwamba juhudi zinazofanywa na madola pinzani dhidi ya mfumo mmoja wenye nguvu duniani, hasa China na Russia, hatimaye zitadhoofisha pakubwa utawala na udhibiti wa nchi za magharibi ulimwenguni, kwa kuzingatia kuwa nchi hizo zikiongozwa na Marekani hazina tena uwezo wa kukabiliana na changamoto zinazoibuka kila uchao katika ngazi za kimataifa. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile vikosi vya wanajeshi vya Urusi vitawashinda kabisa wanajeshi wa Ukraine. Rais wa Urusi Vladimir Putin anasema wakati wa mkutano na wanajeshi wa manuari ya Arkhangelsk yenye nguvu ya nyuklia. Anasema juzi tu nilisema kwamba tutapitia, kuna sababu za kufikiria kuwa tutazimaliza, kiongozi huyo wa Urusi alisema. Mara moja vikosi vya ulinzi wa anga viliangusha ndege 78 za Kiukraini kwenye maeneo ya Urusi ambayo nusu yao yalilenga mkoa wa Voronezh. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema hakuna mtu aliyejeruhiwa katika shambulio hilo la ndege zisizo na rubani za Ukraine kwenye mkoa pia wa Saratov, wala hakuna vifaa vyovyote vya kiraia vilivyoharibiwa huko, Governor Roman Busagin anasema akitoa taarifa za awali. Vile wanajeshi wa Urusi wamevunja ulinzi wa vikosi vya jeshi la Ukraine karibu na makazi ya Nevskoy katika Jamhuri ya Watu Lugansk wakielekea Katerinovka katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema baada ya mashambulizi kadhaa kwenye maeneo ya Kiukraini magharibi mwa Novolyubovka katika eneo la Nevskoy, vikosi vyetu vilifanikiwa kuvunja ulinzi na kusonga mbele kwenye ukingo kuelekea Katerinovka. Mtaalamu huyo wa masuala ya kijeshi ameongeza kuwa baadhi ya vitengo vya kijeshi vya Ukraine vilivyokuwa vimegawanyika kufuatia mafanikio ya vikosi vya wanajeshi wa Urusi vilirudi nyuma na kuimarisha nafasi zao kusini mwa Katerinovka, huku sehemu ya wanajeshi wa Ukraine wakitawanyika katika eneo la magharibi mwa mto Zerebets. Shukrani kwa Babu Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shaw, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.